Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina niite Pastor John Terry Ndirangu wa kanisa la Believers United Church Kawangware. Ningependa kuchukua nafasi hii ama wakati huu kukualika katika mkutano wa tarehe 28 mpaka 30, mkutano ambao utakuwa unafanyika pale Western Kakamega Shinyalu. Ni mkutano ambao si wa kidini yoyote, si wa kanisa lolote, ni mkutano wa Mungu. Ni mkutano ambao tumeandaa kwa ajili ya kijiji. Maandiko yanasema kwamba maandiko yanasema kwamba Yesu akamwambia, maandiko yanasema kwamba Isaiah chapter 42, Isaiah 42 verse 6, Biblia inasema kwamba mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. So mkutano huu ni mkutano ambao Bwana ametusaidia kuwafungua waliofungwa. Sisi hatuna uwezo, daktari hana uwezo wa kuponya vipofu, daktari hana uwezo wa kuponya wagonjwa, lakini uwezo uko mikononi mwa Mungu. So maandiko yanasema kwamba Mungu anamwambia Isaiah kwamba nimekupatia nguvu, nimekupatia mamlaka na nitakushika mkono. Bwana asifiwe. So tumeweka mkutano pale Kakamega Shinyalu Primary School. Tutakuwa tunafanyia mkutano hata kama ni kwa barabara, as long as tutapata kibali kutoka kwa Mungu. Ni mkutano ambao tumekuwa tukiombea kwamba Mungu atatusaidia, Mungu atatushikilia. Wewe ambao unataka kuja kwa mkutano, usijali utalala wapi, usijali utakula nini, maana maandiko yanasema kwamba tusikuwe na wasiwasi tutakula nini, tusikuwe na wasiwasi tutakunywa nini, maana Mungu anajua kitu chochote ambacho tunahitaji. So tunakualika katika mkutano ambao ni siku 3 peke yake, 28, 29 and 30, na Mungu amani atakubariki. Unapoanza mwaka, anza mwaka na Bwana. Unapomaliza mwaka, maliza mwaka na Bwana, maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, hajawahi tuacha. Kuanzia Januari mpaka Disemba, Mungu amekuwa mwaminifu. Hebu jiulize maswali haya. Kuna watu ulizaliwa na wao lakini wamekufa. Kuna watu ulizaliwa na wao lakini hawapo. Kuna watu ulizaliwa na wao lakini hawaonekani. Wewe mbona Mungu amekupatia uzima? Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Noa akahubiri, watu wakakataa kumsikiliza. Watu 8 peke yao ndio walioingia katika safina. Noa, bibi yake, watoto wake na sons in laws ndio walioingia katika safina. So tunakukaribisha katika mkutano huu 3 days of prayer. Tuko na ndugu zangu na dada zangu ambao watakuwa wanatusaidia katika sehemu tofauti. Tutakuwa na Minister Ann Mbimwa ambaye ni msichana ambaye Mungu amempatia kibali cha uimbaji. Tutakuwa na my sister Nora ambaye atakuwa anatusaidia katika uimbaji. Tutakuwa na Minister Julius Makolo ambaye amekuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tutakuwa na Pastor Kenneth Shemenga, tutakuwa na Pastor Linus na tutakuwa na Pastor John Terry Ndirangu ambaye ninawapisha mkutano huu. Naomba tuombe. Hata kama utatusaidia kifedha, naomba tuombe, maana maandiko yanasema kwamba ujue kwa maombi yako itasimama tena. Watu wote ambao mtakaribisha kuja kwa mkutano, you are highly welcome, and may the Lord bless you, and may the Lord bless you. Let us believe and pray. Father, in the mighty name of Jesus, we give all the glory and we give all the honor. This is your meeting, Lord, that we have prepared for you. Lord, we don't want to take the glory, but let you get the glory. Father, exalt your name. Let your name be lifted, let your name be glorified, and let your name be exalted, because you are the King of kings and the Lord of lords. Father, we thank you because this meeting belongs to you, as it was in the beginning, as it will be today, because you have never changed. You are the same yesterday, today, and forevermore. Father, we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Shalom, shalom. God bless you. God bless you. Mungu akubariki. Majina niite Pastor John Terry Ndirangu na neno litaendelea.